Eh, Ramani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo waalimu mbalimbali na wanadiplomasia mbalimbali ambao tumekuwa tukizungumzia wakombozi ima watetezi wa bara la Afrika. Leo tunaangazia uwepo wa Muammar Gaddafi kwa namna moja au nyingine na jinsi gani alivyotafsirika kuwa moja ya mtetezi ima mtu ambaye alihitaji muungano wa Afrika kwa namna ya mambo machache aliyoyafanya na leo yamebaki kuwa kama moja ya mtazamo wa Waafrika. Kwa hiyo tunapitia leo somo la mwalimu huyu, alafu tutapambanua na akili zetu zitatuambia ni kipi kilichokuwa ukombozi kutoka kwake. Jambo la kwanza kabisa, katika kukomboa watu, ukiona duniani kuna diplomasia, kuna siasa, kuna miundombinu ya kawaida, moja kwa moja, na kuna imani. Hapa ndio pa kujifunza kwa maana fupi. Hapa ndio sehemu ya kujifunza pakubwa. Uwe unajua kuna diplomasia, kuna taaluma mbalimbali zilitumika kuisaidia diplomasia, na pia kuna imani ya kuamini Mungu na imani ya kuamini mambo yasiyekuwa Mungu. Kwa hiyo uchanganuzi wetu ubaki hapo kutazama na Waafrika mjichanganue, tujue nani alikuwa anatuletea umoja wa ufasaha kwa Waafrika.
Siku zote wa Afrika, mambo mlodhanishwa kuwa ni sahihi msingeweza kuwa na elimu ya kuyajua kama ni sahihi ima si sahihi, kwa sababu nyinyi wenyewe kwanza mlikwisha upoteza usahihi. Mtu alokwisha kuupotezaga usahihi, inakuwa ni ngumu sana kujua ili ni sahihi na hichi sio sahihi, mpaka kipindi usahihi unarudi. Kama hivi tunafafanua mambo ya kale mno, nyie akili zenu ndo zinabaki kutazama jambo gani sahihi na jambo gani si sahihi. Kabla ya wewe kujua hili la jadi na muhimili wa kuishi kwa watu zamani, wewe ni ngumu kumjua mtu sahihi alikuwa ni yupi kwa nyakati zimezopita zisizokuwa sahihi. Jambo la kuwafundisheni ni kwamba bara hili la Afrika wametokea watetezi mbalimbali, na sio lazima wale watetezi wawe sahihi. Ndiyo maana kwenye somo hili nimefungua kodi hizo, ya kwamba diplomasia ikiwa iko hapo, miundombinu na taaluma iko hapo, na imani inawekwa hapo. Sasa tumtazame Muammar Gaddafi. Yeye alikuwa imani gani? Miongoni mwa imani ambazo zilikuwako bara la Arikasi, kwa maana ya Afrika, kulikuwa kuna imani za kujitafuta kwenye asili mbalimbali, na kulikuwa kuna imani moja ya jadi bara hili. Sasa ili tumjue kama alikuwa ni mkombozi, ulikuwa unatakiwa uwe na uwezekano wa kupambanua hili. Imani zetu zilizogawanyika barani Afrika, ambazo ni asili, mila, tamaduni za watu mbalimbali, hizi hazikuwa na mshikamano wala hazikuwa na umoja, kwa sababu hazikuwa imani stahiki kwa Mungu. Zilikuwa ni imani ndogo ndogo za kusimamia mazingira kwa muda fulani. Imani sahihi ndani ya bara hili ni imani ya jadi, na ndiyo ilokuwa na neno la umoja wa kuishi kwa watu. Sasa tutazame, wote tumejaliwa akili, na wengine mmeng'amua vitabu mbalimbali. Tukae kutazama sasa kwenye hizi imani za asili na mila za kawaida. Gaddafi alikuwa imani gani miongoni mwa hizo? Na kama hakuwemo kwenye hizo, imani ya jadi ilokuwako barani Arikasi, yeye alikuwa ndani ya hiyo
Hili la kwanza likae kichwani mwako, wewe unayesema kiongozi huyu alikuwa ni miongoni mwa wakombozi wa Afrika. Akili yako ikue hapo. Baada ya kutoka kwenye imani hizi za asili na tamaduni mbalimbali ambazo kikawaida na hoja zake hata ukiziweka hapo unaona ni imani ambazo ni za kusaidia watu wa mazingira madogo, ndio tamaduni hizo zikabaki duniani. Lakini zote zikiwa zina muhimili wa kuchanganuliwa na jadi moja, na jadi hiyo ndio ukweli mmoja wa Mungu katika kuishi kwa watu wa bara lote hili na dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu jadi ndiyo dira kutoka kwa mtu wa kwanza na mke wake duniani. Baada ya wewe kujua hivyo, akili ikurejeshe sasa kukuambia, baada ya yeye yule mwalimu ima kiongozi huyu Gaddafi kushika dola ile, moja kwa moja alikuwa kwenye imani gani miongoni mwa hizo? Alafu hilo na kuachia wewe utoe majibu sasa. Baada ya imani za duniani kuchanganuliwa hapo, huku imani moja sahihi kwa Mungu ikiwa ni jadi, tunaacha sasa imani hizo. Tunakuja kwenye imani sasa zilizotoka sayari moja kuja sayari nyingine. Imani hizo zikaletwa na viumbe wa ulimwenguni, majini, malaika na wengineo na taaluma zao. Imani hizo zikawa ni imani zilizoletwa na viumbe hao kwa mambo walioyataka wao, kwa lengo la kutawala dunia kupitia muhimili wa imani walizozileta. Na imani hizo ndio zikawa dini. Sasa wewe unayejielewa unatakiwa kujua muhimili huu wa dini ni muhimili kutoka kwenye viumbe ambao sio watu. Hao viumbe wakawaletea watu muhimili huo wauishi kwa malengo ya viumbe hao, wawatawale watu kiakili na kiroho. Na hapo ndo hatua hizo zikatokea kwa wingi, mkaona dini zikawa nyingi kupitiliza. Na leo zina ubishani mkubwa kupitiliza. Sasa kiongozi huyu kwa nukuu za kawaida
Yeye hata imani moja ya duniani hakuwa nayo. Yeye alikuwa miongoni mwa imani hizi zilizotoka ulimwenguni kuja duniani, na ndani ya imani hizo yeye ndo akachagua moja ya kujishika kwenye hilo, na huku ikiwa inajulikana kwa uwazi kwamba hizi imani si sahihi kwa watu. Walioziona sahihi ni ambao hawakuwa na elimu nazo zipo kwa nini. Najua mnanielewa kwa pamoja. Walioziona ni sahihi ni wale ambao walikuwa hawajui ukweli kwanza. Mtu asiyejua lotion ukamwambia kwamba hii ndo lotion, ukichukua tope ukalikoroga sehemu fulani ukamwambia hii ndo lotion, atajipaka na kuiita lotion, kwa sababu yeye mwenyewe kwanza hajajua lotion. Najua mnanielewa hapa. Kwa maana mtu asiyejua akiletewa kitu ambacho hana ujuzi nacho, akapewa hapo akaambiwa hichi kitu ni sahihi, atakishika hicho kwa muda huo mpaka kile sahihi kitakapotokea, ndo atakuja kujua kumbe hichi alichokuwa anatumia sio sahihi. Najua tunaelewana na waalimu mbalimbali tulioko duniani. Haya mambo lazima tuyaseme, kwa sababu watoto wengi waandishi wa leo mmekalia kukaa na wanadi watu bila kujua undani wao na bila kujitazama nyinyi undani wenu kulikuwaga kuna kitu gani. Sasa mnaenda kumpa mtu maana ambaye alikuwa hana, kwa sababu nyie wenyewe kwanza maana yenu hamuijui. Kwa shuhuda mbalimbali zimeonekana wazi dhamana za vitu mbalimbali. Gaddafi huyu alikuwa anajenga nyumba za mapokeo kwa maana ya imani hizi za kilimwengu. Yale maadili yalioletwa yakadondokea Asia na Ghuba ya Wajemi, yale ndo yakawa maadili yake ya kuishi, na akazunguka sehemu kubwa ya Afrika, akazungusha baadhi ya watu wake na kumwaga hela huko zijengwe nyumba hizo kwa ajili ya watu kuabudu ibada za kilimwengu. Sasa wewe unayejiita kwamba ni Mwafrika sahihi, unajua wakombozi sahihi, tunakaa kwenye meza moja ya mimi na wewe kujadili vichwa vyetu. Imani ya duniani na za duniani zilikuwako. Hajatoa yale mamilioni na yale mapesa kuja kujenga hata asili ya Kisukuma, akaijengea kitu fulani pale isimame. Akaja hapo pengine kwa Wachaga, akachukua zile mila za pale, angalau azitolee mamilioni ziinuke pale.
Tuachane na huko kwenye jadi, ni mbali sana. Yeye hakuonekana kufanya kitu hicho. Kokote alikoenda na kokote alikopeleka, diplomasia alokuwa nayo, alienda kujengesha hizi nyumba za kilimwengu, ndio watu warudi kuanza kuabudu humo, wakati akili timamu inakueleza kwamba hawa viumbe malaika majini walileta zile dira zao ili kuweza kuja kuvuruga dunia, wao waje kutawala kwa namna wanavyotaka. Kwa hiyo watoto waandishi wa sasa na hata vijana mnaozaliwa muda huu, mmebakia kusema fulani aliuawa kwa sababu alikuwa anataka kuiunganisha Afrika, na wazungu hawakuwa wanataka Waafrika waungane. Ni sawa, anakuja kutuunganisha. Anatuunganisha kwenye msingi gani wa kiroho? Yeye Gaddafi? Sisi tulikutwa tuna msingi wa kiroho wa jadi, na wenyewe ndo umoja. Yeye hakuujua huo, ima hata kama aliujua, lakini kwa sababu haikuwa diplomasia yake, aliutupa pembeni, akaendelea na misheni yake. Wewe mwenye akili finyu wa leo, unakaa pale unapiga kelele kwamba aliuawa Gaddafi kwa ajili ya hivi na vile. Historia chache inasema Gaddafi alikwenda kuuawa kwa ya kwake kwenye hizo vurugu za Wamarekani na mengine. Sababu zao ni za kiutawala kwenye diplomasia yao walokuwemo tu, na haikuwa maana halisi ya yeye. Nielewe vizuri, haikuwa maana halisi ya yeye kuwa ndio analeta umoja kwa watu, kwa sababu hata tamaduni alojenga nyumba hizo yenyewe kama yenyewe haina umoja. Nyinyi wote mmejaliwa akili. Tamaduni ile alokuweko ya viumbe wa ulimwenguni ina mafungu kede kede yamegawanyika humo, na hayo mafungu yalianza kugawanyika kabla ya yeye hajazaliwa. Kwa hiyo hawa mnaowaona wanagawanyika sasa ndani ya tamaduni hiyo, huo unajua hawa wanaiga na watagawanyika mpaka mwisho wa kugawanyika. Na hawa hawakuwa na neno la umoja kwa sababu tamaduni yao yenyewe haina umoja. Na viongozi wa awali wa hiyo tamaduni wao wenyewe hawakuwa na umoja kabla ya kipindi hicho. Unaupataje umoja wewe leo kwenye tamaduni hiyo ambayo viongozi unawasoma kwenye kitabu, unakuta wao pengine baada ya kiongozi kufa kila mtu akajichukulia mamlaka yake na tamaduni hiyo ikasambaratika. Alafu tamaduni hiyo ndo ilikuwa tamaduni ya Gaddafi. Na nyinyi mliosoma vitabu mnajua wazi kwamba tamaduni hii ililetwa na viumbe ambao sio watu. Hakuna asojua hilo katika nyinyi wote mliosoma vitabu. Viumbe ambao sio watu ndo walileta tamaduni hiyo,
kwa kuwashika watoto wa watu na kuwashikisha tamaduni hizo, na roho hizo ndo zikabaki kuwa muhimili wa kuiendesha tamaduni hiyo na tamaduni hizo kwa vurugu za aina mbalimbali. Zile roho zinajaa ndani ya watoto wa watu. Hao wengine wanasema wanapigania mambo ya kimungu, wanashika mapanga. Hao wengine huku ni vurugu za kugombea mambo fulani. Yako wazi dunia ya sasa, mnaona kila kitu. Lakini leo unamwona mwandishi kabisa anapotaka kuizungumzia Afrika na umoja wake na ujenzi halisi wa Afrika, eti unaona anamchukua anamweka Gaddafi pale. Unaona kabisa kwenye akili yake anamchukua anamweka Gaddafi kama ilikuwa ni moja ya mtetezi mkubwa wa Afrika. Sasa wewe, tunajiuliza kwa jambo gani? Ikiwa ni diplomasia, ndo nakwambia ni hiyo. Ikiwa ni imani, alikuwa yuko hivi. Na sisi umoja wetu hauko ndani ya yale alokuwa nayo. Ametutetea kitu gani Gaddafi? Huo unajua, Gaddafi alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wanapaswa waelezwe ukweli, ila hakufikia nyakati hiyo. Kwa hiyo hawezi kupewa dhambi yoyote kwa alilolifanya, isipokuwa hakuwa mtu sahihi kwenye kuleta umoja wa kuishi kwa watu. Hilo ndo mnapasa mlijue. Ukitaka kumlinganisha Gaddafi na Nyerere, mimi nitakwambia msikilize Nyerere zaidi kuliko aloyasema Gaddafi. Na ukiwaona watu wanatengenezwa kumchukia Nyerere, uwe unajua ni watu ambao walikuwa wanapinga na hawataki watu wakijijua kupitia mazungumzo na hatua alizokuwa kasimamia Nyerere, nyie ni rahisi kuurudia umoja. Na Nyerere kwenye nchi yake ndio kawawekeeni wimbo wa taifa huo ambao ndani yake umezungumzia umoja wa kuishi. Chukua mwimbo wa taifa la Libya, utazame mle kama kuna maneno hayo. Nyerere ndo aliacha dira ya umoja, mkae muisikilize, akiwa anajua wazi kwamba umoja huu unakuja kusemwa si muda mrefu, kwa sababu hawa walikuwa wanaishi wanajua walichoambiwa huko Tanganyika zamani. Sasa msema ule umoja ndo mimi. Na ndo maana nikawaambia umoja hauwezi kutokea kwenye diplomasia. Umoja unatokea kwenye imani. Na ndo maana mkaambiwa imani ni moja ya ukweli hii ya jadi, na yenyewe ndo yenye maelezo mapana ambayo nimeyaweka wazi kwenu. Kwa hiyo utaona watu waliomezwa na mithili ya imani za kilimwengu, hata ni hawa wa Afrika, utaona walitengenezwa wamchukie sana Nyerere kupitiliza. Ile chuki walitengeneza naje? Kwa sababu mngemsikia Nyerere, mngerudi kwenye Utanzania, mngetoka kwenye Utanzania, mngejikumbuka kwenye Utanganyika, na mngerudi kwenye Utanganyika, mngeujua uarikasi kwa maana ya huu Afrika mnaougombania.
Nyerere asingeanza huko moja kwa moja kwa sababu haikuwa kazi yake. Ndio maana yeye akafikisha diplomasia pale, na uchache ameacha zile logo ndani ya serikali: imbeni mwimbo huu wa taifa, umoja na amani, na kuiombea Afrika na Tanzania kwa ujumla wake. Na wimbo wa taifa umebaki kuwa shuhuda kwenu kama Watanzania na wa Afrika. Sasa mtaonekana kuwa watu wa ajabu sana kuonyesha mko mbio na Gaddafi, wakati hamna lolote mnaloweza kuelezea kuhusu Nyerere na aloyafanya. Mmeng'ang'ana na watu ambao hawakuwa na future ya kimungu. Nyerere amekuja kuwatambulisheni kwenye nchi inayetaja jina la Mungu kwenye wimbo wa taifa. Eti nyinyi mnamuona Nyerere hana maana, mnakaa kupublish mambo msiokuwa na elimu nayo. Nyie mnajiita wa Afrika, nyie mna hasara kubwa sana kupitiliza, kwa sababu kwanza matumizi yenu ya akili bado yako mbali mno. Mkisikia akili kubwa inawaambieni jambo, nyie mnakimbia, kwa sababu bado mmeshikwa na hizo roho za kilimwengu zinazowakimbizeni nyie kuufata ukweli. Na hapa ndo mliingia kwenye hasara kubwa, na kubaki mnapamba vitu vya kijinga ndo mnavifanya kuwa ni vitu sahihi, huku ni mambo yale yale yaliyoathiri maisha yenu. Kupitia somo hili utakuwa umenielewa ya kwamba kama ulikuwa unautafuta umoja wa Kiafrika, huo ulishagasemwa Tanzania tangu Tanganyika zamani, kabla hayo ya Gaddafi na mengine hayajaja kusemwa. Niwashukuru ndugu waja ambao tumesikiliza shauri letu la leo. Ukweli wa jambo hilo umekaa tu huko hivyo, na huo ndio ufasaha wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.